Msisitizo na taarifa tena tamko kali kutoka kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania ni kutotaka kuhusishwa kabisa na masuala ya kisiasa, japokuwa na licha ya mgogoro ambao umeweza kutetewa na Mange Kimambi akiweza kusema kwamba kama wamezungumza hivyo Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwamba hawataki kujihusisha wala kuhusishwa na uchochezi wa aina yote ambao unatengenezwa na baadhi ya watu ambao wanataka kuharibu jeshi la hapa nchini Tanzania, huku akiweza kutolea mfano kwamba vipi kuhusu wale wanajeshi ambao walikuwa sambamba kabisa na ndugu ama wageni wa mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni Abduli. Hapo akiweza kutoa ujumbe kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi kwamba wanaposema hivyo basi inabidi wakumbuke na kilichoweza kutokea, kwamba kwa hiyo ikiwa inamaanisha kwamba pia hapo jeshi halikuweza kujihusisha na masuala ya kisiasa. Ni moja kati ya vitu ambavyo Mange Kimambi ameweza kugusia, na huku akiweza kuambia kwamba ni kwa nini pia wanajeshi lakini pia na jeshi lilikuwa likipita mtaani na ikiweza kuonekana kwamba linafanya mazoezi kwa lengo la kutishia amani ya taifa la Tanzania kwa wananchi, huku ikiweza kuonekana kwamba amri hiyo imeweza kutoka kwa Amiri Jeshi Mkuu ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan, ikiweza kunukuliwa zaidi kwa Mange Kimambi akiweza kuzungumzia hivyo, licha ya kwamba sisi tunadili na tulichoweza kukiona mpaka hivi sasa ni tamko kali kuhusu Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, huku ikiweza kutoa taarifa kwa umma, taarifa kwa vyombo vya habari kwamba Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ lina utaarifu umma wa Watanzania kuwa kumejitokeza baadhi ya watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuweka maudhui yanayochochea kuliingiza jeshi katika mambo ya siasa. Aidha, baadhi ya hoja hizo zinatolewa na watu waliopo katika mazingira ya kijeshi kujinasibisha na jeshi, walioachishwa jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya pamoja na kujihusisha na siasa na uharakati. Kwa mantiki hiyo, JWTZ linapenda kutaarifu umma wa Watanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. Taarifa hiyo ikiwa imetolewa na Kanali Bernard Masala Mlunga ambaye ni kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Tukutane kwenye upande wa comment.